Naitwa Angela Shangali, ni afisa uhusiano wa Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula NFRA, ambayo nayo imekuwa ni miongoni mwa taasisi ambazo zimeshiriki katika maonyesho haya ya wiki ya chakula duniani ambayo yanafanyika katika viwanja hivi vya shule ya sekondari Usagara iliyoko mkoani Tanga. Maonyesho haya yakiwa na kauli mbiu kuwa tuungane pamoja kupata chakula bora kwa maisha bora ya baadaye. Sisi kama NFRA tunahakikisha usalama wa chakula nchini kwa kununua, kuhifadhi, kuzungusha na kuuza akiba ya chakula pale inapotakiwa. Na katika maonyesho haya tuna jukumu kubwa la kuhakikisha wananchi wanapata elimu bora kuhusiana na uhifadhi wa chakula. Kwa hiyo sisi tutatoa elimu kuhusiana na uhifadhi wa chakula. Tutaelezea pia wananchi jinsi ya kuweza kuandaa nafaka zao ili ziweze kuweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu, na pia tutaonesha jinsi ya uhifadhi wa nafaka hizo kwenye magala na jinsi ya kutumia viuatilifu katika uhifadhi huo. Kwa sasa tunanunua mazao matano. Tunanunua mahindi, mpunga, mtama, mbaazi na dengu. Sisi kama Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula, tukiwa hapa katika viwanja hivi vya shule ya sekondari Usagara, tunatoa elimu mbalimbali kuhusiana na majukumu ya wakala, lakini pia kuhusiana na upatikanaji na usalama wa chakula, kwani ni mojawapo ya majukumu ya wakala. Tunanunua, kuhifadhi na kuzungusha chakula, lakini pia tunatoa chakula kama msaada wakati wa majanga mbalimbali yanapotokea. Karibuni sana. Wakala unaponunua mazao hayo, unapoleta ghalani, kuna vifaa ambavyo tunavitumia kwenye kuhifadhi ambavyo ni mifuko, lakini wakati wa mazao yakiwa ghalani kuna uharibifu unatokea. Kwa hiyo kuna viuatilifu ambavyo tunavitumia kwa ajili ya kutibu mazao hayo yakiwa ghalani. Viuatilifu hivyo tunavyotumia, kuna aluminium phosphide ambayo ndio hii hapa, alafu kuna bamethrin kwa ajili ya mchwa ndio hii hapa, alafu kuna baclorovos kwa ajili ya kuua wadudu. Lakini pia kuna vifaa tunavyotumia wakati wa kutibu. Tuna mask hii hapa, alafu kuna filter iko hapo, lakini kuna sahani hizi ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuweka viuatilifu hiyo wakati wa kutibu mahindi ghalani. Na hapa tunaye mfano wa ghala. Tuna mfano wa ghala ambalo ndio tunayotumia kwa ajili ya kuhifadhia mahindi, na ndani utaona mfano wa magunia ambayo tunayatumia au viroba ambavyo ndio tunavitumia kwa ajili ya kuhifadhia maghala. Lakini pia uko mpangilio ambao tunautumia ndani ya ghala, kwamba kutoka nusu hadi nusu kuwe na mita 2 ambayo inaonekana mbele hapo, alafu kutoka ukutani kuwe na mita 1 ambayo ile inamruhusu mtaalamu wakati wa kutibu apite kwa urahisi, lakini na vifaa anavyotumia aweze kupitisha kwa urahisi zaidi. Mbele yenu ni mradi wa wakala katika kuhakikisha kwamba wakala anaongeza uwezo wake wa kuhifadhi nafaka katika ubora wa hali ya juu na kwa muda mrefu zaidi. Kwa licha ya wakala kuwa ana maghala ya mfumo wa warehouses, hizi nyumba, vile wakala ameanza kutekeleza uhifadhi wa kisasa kwa kuwa na hivi vienge vya kisasa au silos, ambapo hatua ya kwanza, gari litakuja na nafaka mahindi, litapita kwenye mzani weigh bridge, ambapo hapa tutaweza kupata uzito wa nafaka ambayo inaingia ghalani. Kwa hatua ya pili, moja kwa moja utakuja hapa kwenye sehemu ya kuingilia. Hapa nafaka zitamwagwa, baada ya kuvutwa hapa na mtambo zitakuja hapa. Hapa hii inaitwa cleaner. Hii inatumika kusafisha nafaka ambapo kutakuwa na uchafu wa aina yote utatoka. Na vile vile nafaka ambazo zinahifadhiwa lazima zihakikishwe kwamba zina unyevu ambao unahitajika. Kwa hiyo ambapo itagundulika kwamba unyevu uko kwa kiasi kikubwa, tuna dryer hii hapa mtambo ambapo utakausha nafaka mpaka pale ambapo itafikia katika kiwango cha unyevu kinachohitajika. Baada ya hapo sasa nafaka zinaweza zikawa tayari kwa ajili ya kuhifadhiwa. Kwa hiyo zitakuja moja kwa moja kwenye vihenge hivi hapa, kienge namba 1 mpaka vyote ambavyo vitajaa. Na baada ya nafaka kukaa huku,
kuna kama sisi kama wakala huwa kuna kipindi ambapo tunahitaji kutoa hii nafaka aidha kwa ajili ya kuuza au kama kuna dharura yoyote. Kwa hiyo hii ndio sehemu ya kutolea, ambapo hapa gari inaweza likapaki hapa na nafaka kuingia. Vile vile tunatoa kwa njia ya packaging ya mifuko, viroba kwa kilo 50 au kilo 90. Kwa hiyo hapa gari hapo kuna wafanyakazi ambao huwa wanapaki hizo hapo kwa ajili ya usafirishaji.